Kwa majina naitwa Eliud Leonard Mwaiteleke Mwaisabura Mwakambinda, na mwakilisha mkurugenzi wa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania kwenye kikao hiki. Namna bora ya kusimamia rasilimali ya utumishi kwenye taasisi. Kwanza, kwa kuwa mimi ni sehemu ya vikao vya management, nafasi nyingi zilizokuwa zimekaimiwa kama ambavyo ameelekeza Mheshimiwa Waziri, zote zimejazwa. Zimebaki nafasi chache ambazo wale wanaokaimu nafasi wako kwenye mchakato ambao unaanzishwa na taasisi. Kwa hiyo mkurugenzi wa taasisi ameanzisha mchakato, lakini kikubwa tunaye mkurugenzi wa huduma za taasisi ambaye ndio anasimamia masuala ya utumishi na utawala. Ni mwanadada ambaye anatuongoza vizuri kwenye eneo lake la usimamizi wa rasilimali watu. Yale aliyoongea Mheshimiwa Waziri, kwa maana kuchukua, tuna zaidi ya intern ambao ni wanafunzi wanatoka kwenye vyuo wako zaidi ya 33. Tuna wale wa mkataba kwenye mikoa yote 26, kwa sababu tunapunguza unemployment gap. Mikoa yote 26 tunao wawakilishi wa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania ambao wanafanya kazi kwa niaba ya mamlaka kwenye mikoa yote 26. So unaweza kaona, na wakati wa likizo tunachukua wanafunzi wa kutoka vyuo mbalimbali kulingana na taaluma walizonazo na vitengo na establishment ya kwetu. Kwa hiyo unaweza kaona namna ambavyo maelekezo yaliyotolewa leo yanatuamsha kuongeza speed, lakini tunafanya. Na hii siku ya wanawake duniani, wanawake wote watakwenda na mkurugenzi atakwenda, lakini wameshaandaa vitu vya kufanya katika hii week, wanaendelea. Watu tunatoa pia CSR, lakini kuna motisha. Utaratibu wa ofisi yetu pale, mtumishi akifanya vizuri kwenye sherehe za Mei Mosi anapata zawadi. Tuna baraza la wafanyakazi ambalo linakumbusha majukumu ya namna ya kusimamia watumishi, na sisi kwetu haijawahi kutokea mtumishi akahamia amekataliwa, haijawahi. Lakini watumishi wanapata stahiki zao kwa wakati na wanafurahia kufanya kazi. Sisi pamoja na kwamba sisi tunafanya zaidi na private sector, unaweza kaona mtandao wa namna ambavyo tumeongeza. Tulikuwa na viwanda viwili vya uzalishaji wa mbolea nchini, lakini saizi vimeenda 33. Vyote vinaajiri, hivyo ni private sector. Vyote vinaajiri wa Tanzania walio na taaluma. Kuna cha Itracom hapa, kuna cha Minjingu, kuna Kenfielder na vingine vingi. Lakini tuna mawakala nchi nzima ambao nao wanaajiri. Namna ambavyo sisi sasa tunafanya kazi na private sector, nao wanaajiri watu. Tuna mawakala zaidi ya 6,000. Wakubwa wako 18, lakini wengine wadogo ambao wanatufikishia mbolea mpaka kwa mraji wa mwisho wako 6,077. Vyama vya ushirika vikiwa ndani. Sasa manake nini? Mbolea inafika kwa wakati na imeongeza tija. Manake tumeongeza mnyororo wa kuajiri, kwa sababu sasa hizi matumizi ya mbolea pia yameongezeka. Tija shambani imeongezeka. Tuna uwezo wa kutosheleza wenyewe kwa chakula. Manake nini? Tumeenda mpaka 100% ya msimu uliopita wa mavuno, 126. Tumejitosheleza kwa chakula ndani kama Wizara ya Kilimo, lakini kama sekta ambayo tunaisimamia mbolea kwa 126 tunauza. Manake unatengeneza mnyororo wa ajira. Tunauza sasa hivi mazao yetu nje ya nchi. Kwa hiyo unaweza kuona, na niwakaribishe Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania. Karibuni sana, kwa sababu tunahitaji watu wajue mbolea zinapatikana kwa kujisajili kwenye daftari maalum. Unapata mbolea, unapata pembejeo pia ya mbegu za mahindi. Mheshimiwa Rais ametoa yote, unaongeza mnyororo wa ajira. Bali tukisema sisi kama serikali tumejipanga, lakini kama sekta binafsi, Mheshimiwa Rais anatoa ruzuku ya mbolea, anatoa ruzuku ya mbegu ya mahindi, na vyote viko mpaka huu umejisajili. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo tunapambana kuhakikisha tunafanya kazi kwenye mifumo ya PEPMIS. Tunafanya kazi kwenye mifumo yote ambayo serikali inatakiwa izungumze lugha moja. Kwa hiyo niwashukuru sana na wakaribisha sana Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania.
Kuja na Kushoka Tools Manufacturers ni mabingwa na wabunifu wa bidhaa rafiki wa mazingira. Tumebobea katika kutengeneza majiko banifu yanayotumia mkaa mbadala na gesi, yenye uwezo mkubwa wa kutumika katika taasisi mbalimbali kama shule, vyuo, hoteli na hata majumbani. Kwetu utajipatia mashine zenye ubora wa kuzalisha mkaa mbadala, na pia tunatoa mafunzo ya uzalishaji wa mkaa mbadala ili kutekeleza kwa vitendo azma ya serikali juu ya matumizi sahihi ya nishati safi. Tunauza mkaa mbadala usio na madhara kwa afya ya mtumiaji. Ni nishati safi na hauna kabisa moshi. Unatokana na teknolojia ya utunzaji wa mazingira. Kwetu utaupata kwa bei ya jumla na hata rejareja. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 031 345 au 0754 431 522.